upendo. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Hiyo neema ambayo tumefunuliwa, unafunuliwa, unapewa ni siri. Wokovu na namna ya kutoka kwenye matatizo yako ni lazima ufunuliwe siri. Tunaelewana ndugu zangu? Mungu asipokufunulia unaweza ukakaa kwenye mateso, ni mlokole lakini ni sugu. Unahitaji kupata neema ya Mungu ikufunulie siri. Amina. Ikufunulie nini? Siri, ujitambue kwamba mimi siko sawa. Na ujue namna ya kutengeneza mahali ambapo hauko sawa. Watu wa namna hiyo ni wachache wanaojitambua. Kama alivyosema yule binti pale. Kutokujitambua unaweza kushangaa urithi wa watu waliookoka. Sisi tuliookoka kwa lugha ya kiroho, sisi ndio wazaliwa wa kwanza katika familia zetu. Nataka nikwambie ndio maana huyu alikuwa ni Myahudi, sisi sio Wayahudi. Sisi hatutegemei wale wazazi wa kwanza. Ingawa wazazi wa kwanza, wazaliwa wa kwanza wanaweza kuwa ni sababu ya kifungo chako. Lakini unayeokoka unakuwa ndio mtu wa kwanza unayetoka kwenye huo uzao. Ndio maana kwa Ibrahimu ukisoma Biblia hakuwa wa kwanza. Si kama unasoma Biblia. Alikuwa ni mtu ambaye amepewa kibali na Mungu aende akaanzishe taifa lake. Kwa nini? Kwa sababu nchi yake hawezi kusimama yeye kwa sababu asingekubalika. Wewe mtoto mdogo unaweza kujua. Akatoka katika nchi yake. Akaenda kwenye nchi yake Mungu aliyokwenda kumbariki hana kitu. Akatoka tena mtoto akapaka anaitwa nani? Lut. Amen. Wanatoka ni kwa sababu yeye ametambua kwamba mimi ndio ninaitwa. Sisi tuliookoka ni sababu ya kubariki watu wengine. Yaani wewe ni sababu ya watu wamjue Mungu. Wewe usipojitambua utakuwa ni sababu ya watu kulaaniwa. Una habari hiyo? Jamani, mbona msemi? Unaanza ubaba kunukia. Ukijitambua kwamba mimi nimeokoka, utasimama kwa imani. Na utaendelea consistency. Kila mara utaendelea kupiga jiwe hata kama limekuwa gumu, gonga tu, endelea kusema ni mimi nasema Baba. Yesu anasema mtakapoona watu hawasikii, msiache gonga mpaka kieleweke. Anasema ndio mama mmoja alikuwa anadai haki tu, alikuwa ni maskini. Lakini yule kadhi anasema sintomsaidia mama, lakini kwa sababu ya usumbufu ngoja nimsaidie. Tukiomba na kuomba Bwana ataleta majibu. Usiwe ni mtu naomba huko Baba nakushukuru. Unaomba kibabe na wakati wewe mwenyewe sio mbabe, mlegevu. Hakuna maana. Unapojiweka umara, Roho Mtakatifu ndiye akufunulie usiri. Usifikiri kuokoka ndio ubabe, unajua si wako tuna ubabe. Yesu asifiwe. Nilikuwa nahubiri sehemu moja kule kwetu, ninaisha kanisa sehemu moja anaitwa Tukuru, labda mchungaji na nani Makale. Tumishi mmoja nikamwambia, ndugu, unajielewa kilo unazo? Anasema hapa nini napiga wachao. Unapiga wachao, una nguvu. Mimi napiga. Haya bwana, twende kwa Mungu. Kumbe mtu aliyenayo ndio anampiga. Tukaanza katika jina la Yesu tukahubiri. Mungu alifungua malango pale. Mimi nilikuwa nakula chakula siwajua na ulezi. Jamaa akaingilia kati. Neema ya Mungu hii inayotulinda. Usije ukajivuna. Unaanza kufikiri kunguruma sauti nene mpaka na macho makubwa anapiga anatishwa shetani. Shetani ana macho kuliko ya kwako. Hujawahi kumwona hata leo muonyesha na mijeni na majini. Wewe utamzidi huyo. Mpaka wamemchora majini hapa hivi. Hapo unamtisha na tumacho. Neno mazuri. Huwezi kutumia njia hiyo kumshinda shetani. Shetani tunamshinda kwa nguvu za Mungu aliye hai. Tunamshinda kwa roho wa Mungu. Kwa kuijua neema tukisema shetani anakimbia. Bwana mshababu